Mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere katika kuimarisha upatikanaji wa umeme nchini. Wale wasiofahamu kwa ufupi, mradi huu umetokea wapi na uko wapi kwa sasa? Asante sana. Kwanza tumpongeze Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uthubutu wake ambao aliofanya. Tunasema ni historia ambayo Tanzania imeandikwa, kwa sababu ukiangalia ni tangu miaka 60 sasa imepita na toka hazma ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa anataka kuhakikisha kwamba Tanzania inakuwa nchi yenye nishati na nchi ambayo itakuwa na umeme wa uhakika, na dhamira yake ile ya mwaka 1960 mpaka mwaka 1970. Sasa ukiangalia ni miaka mingi imepita toka 60, 70, 80, 90 na mpaka awamu ya 5 ambapo mtangulizi wake hayati Rais Magufuli mwaka 2018 na 19 waliposaini mikataba ya kutosha kuhakikisha kwamba zoezi la ujenzi wa bwawa la Mwalimu Nyerere linaanza. Na Mwalimu, wakati wanasaini hayati Magufuli na kipindi hicho makamu wa rais alikuwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo unaona mchakato ulikuwa ni mkubwa sana, lakini kwa nini tunampongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa uthubutu wake? Kimoja, wakati anaingia madarakani 2021, wakati anachukua nafasi ya urais, bwawa lile lilikuwa lina 33% ya kutekelezeka kwake. Sasa ukitoka 33% mpaka leo 2026 takriban 67% zimepandishwa na kukamilika 100%. Kwa hiyo hapo ndipo ambapo tunaona kwamba tunampongeza au tunaona jitihada ambazo zilizofanyika ni kubwa sana. Na ukiangalia takriban dola trilioni 7.5 pesa za Kitanzania ambazo zimehusika kujenga ule mradi, lakini 99.5% ni pesa za ndani ambazo zimetumika. Kwa hiyo kwa historia ukiangalia bwawa la Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ambapo limejengwa na jitihada zake zimefanyika, na Tanzania tumevuka na tumepiga hatua sana, kwa sababu ukiangalia kitakwimu ni takriban tumeingia kwenye historia ya kidunia. Ni kiafrika Mashariki tumekuwa ni bwawa la kwanza, lakini ukienda katika Afrika ni bwawa la 4, lakini kidunia tuko katika renki ya 9 sasa, yani bwawa la 9 katika nchi takriban 193 za UN. Kwa hiyo tumevuka hatua kiasi kikubwa sana. Na ukiangalia Omar Pumzi, hapa ni mradi huu unatajwa kuwa na uwezo wa kuzalisha umeme, unaweza kuimarisha usambazaji wa nishati hapa Tanzania, lakini kabla hapo pia tuliambiwa kwamba tutakuwa na uwezo wa kuexport umeme nje ya nchi. Hiyo hali imekaaje? Bado hiyo vision ipo na matarajio pia ya nchi jirani kuitegemea Tanzania kwenye nishati ya umeme? Ni sahihi kabisa kwamba ni mradi. Kwa mfano ukiangalia nchi yetu katika vitongoji hivi ambavyo tunavyo 64, nchi yetu imevuka hatua sana. Na nataka nikupe kitu kimoja kwa faida ya wasikilizaji. Wakati tunapata uhuru tulikuwa tuna uwezo wa kuzalisha megawati 21 mpaka 61 katika wananchi milioni 8. Sasa hivi kama unavyosema, bwawa limeweza kuwazalisha megawati 2115. Katika sisi kama Tanzania tuna kiwango cha kuhitaji kupata umeme. Kwa mfano tuna sasa hivi ni kwa takwimu ambazo zilizotolewa ni takribani umeme tunazalisha 4646. Ni kiwango kikubwa sana, na mahitaji yetu ya umeme ni 2271. Sasa ukiangalia tumevuka hatua kiasi kikubwa sana. Sasa tulipotoka kipindi cha uhuru tulikuwa tuna megawati 21 mpaka 61, na sasa hivi tumefikisha takriban megawati 4600. Nini maana yangu tunazungumzia hivi? Ukiangalia tuna vijiji takriban 12333. Vijiji hivi vyote sasa hivi vimeshapatwa na umeme. Sasa tunahitaji kwenda katika vile vitongoji 64. Kwa hiyo kutokana na hili bwawa na uzalishaji wake, hizi megawati zilivyokuwa kubwa, tunategemea vitongoji 64 ambavyo vitahitaji kupata umeme, na hakuna mtu asiyojua umeme
una faida mkubwa sana katika maisha yetu ya kutafuta na kuzalisha, na uzalishaji wetu tunahitaji kiasi kikubwa sana umeme. Kwa hiyo kwa hizo megawati ambazo zinazozalishwa kwa faida ya wasikilizaji na faida ya nchi, maana tunategemea vitongoji vile 64 kama kipindi kile kilikuwa tuna umeme wa REA ambapo kijijini kulikuwa wanaunganishwa kwa 27,000. Sasa hivi vitongoji 64, maana umeme huu unaweza ukasaidia vitongoji vyote vikawa na uhakika wa umeme. Kwa hiyo ni hatua kubwa sana kwa uzalishaji wa hizo megawati. Kama alivyosema, takriban mitambo 9 ambapo kila mtambo mmoja unazalisha megawati 235. Ni hatua kubwa sana ambapo inaleta maendeleo katika bara letu la Afrika na Tanzania kwa ujumla. Safi kabisa. Mnaendelea kumsikiliza, huyo ni Omar Pumzi, mchambuzi wa masuala ya kiuchumi, masuala ya uongozi, lakini pia katika masuala ya diplomasia, na tuko tunaangazia hapa maendeleo ambayo yanatajwa ama hatua ambazo zimefikia kuhusu mradi wa bwawa la Mwalimu Nyerere la uzalishaji umeme. Na tutakaporudi hapa tutaendelea naye akitupa uchambuzi na mtazamo wake kuhusu mradi huo. Tufahamishwe wa Tanzania, kwa udogo nilimsikia waziri wa afya ambaye pia ni mbunge wa Rufiji akizungumza na kuwaita wa Tanzania kwamba kuna fursa sasa baada ya mradi huo kuzinduliwa. Ndio. Mimi nafahamu Pumzi ana utashi mkubwa sana wa kujua vitu vingi. Hebu tudokeze vizuri, tuchangamke wapi, kuna nini huko? Omar Pumzi, bwawa la Mwalimu Nyerere kwa mwananchi wa kawaida, kuna fursa zipi ambazo mtu wa kawaida anaweza akazichangamkia? Kwanza nashukuru sana. Ni Rufiji ni maeneo ya nyumbani. Ni kwanza nawapongeza, juzi niliona mna tukio kubwa nilikuona una tukio kubwa la utoaji wa tuzo za kielimu. Hongereni sana. Mungu awabariki sana. Asante sana. Sasa lakini kwenye fursa sasa za kiuchumi, moja kwenye sekta ya utalii, Rufiji ilisalaulika sana. Yaani hakuna mtu asiyojua. Kupitia kwa Mheshimiwa Mchengerwa amejitahidi sana kuitangaza Rufiji. Miaka iliyopita Rufiji ilikuwa iko chini sana. Hakuna mtu asiyojua. Na miradi mikubwa kama ya gesi, miradi kama hii ya tuseme bwawa la Mwalimu Nyerere, tulizoea miradi hii ikawa katika maeneo mengine. Lakini leo hii sasa miradi hii inakuja katika mkoa wa Pwani, lakini ni Rufiji. Tunategemea watalii wa kutosha wanaweza kwenda kule kujionea, kwa sababu ukiangalia kama nilivyokuambia mradi ule ni wa kwanza Afrika Mashariki, na ni wa kwanza Afrika Mashariki, lakini ni wa 4 kiafrika. Kwa hiyo tunategemea watalii wengi na wadau wengi watakuja kujifunza. Kwa hiyo fursa ya kwanza ni sekta ya utalii. Lakini fursa ya pili, tunaamini kuwa kwamba kama unaamini katika miaka ya nyuma Rufiji pale Ikwiriri kulikuwa kuna shida ya mafuriko. Moja ya project ya ni kuzuia mafuriko ambayo yalikuwa yanaikumba sana katika eneo la Ikwiriri, Utete, kwamba maji mengi ule mto Rufiji ulikuwa ukitema. Sasa hivi mto Rufiji unaelekezewa maji yake ya kutosha katika ile bwawa la Mwalimu Nyerere. Kwa hiyo tunategemea Ikwiriri yote sasa tunategemea kupungua kwa mafuriko. Lakini sekta nyingine ni sekta ya kujitangaza, kwa sababu Rufiji ilikuwa iko chini. Tunategemea barabara itaenda kule ya uhakika kama nilivyokuambia. Lakini mwisho nishati safi ya kupikia, kwa sababu Rufiji ni moja ya kanda ya mkakati ya kujitangaza katika nishati safi ya kupikia. Na kama uamini, Rufiji ilishaanza matumizi ya gesi miaka 3 iliyopita. Kwa hiyo kasi ya Mheshimiwa Mchengerwa kwa kuitangaza kama alivyosema sekta ya nishati, na sasa hivi tunaenda katika nishati ambayo tunasema tunataka kuacha matumizi ya kuni na mkaa, tunaenda katika umeme na gesi. Na Rufiji walishaanza siku nyingi matumizi ya gesi. Ukienda nyumba nyingi zilishaanza kufungwa gesi, na kupitia huu umeme tunategemea Rufiji itakuwa ni chanzo cha mkakati. Lakini nadhani wanaenda katika tamasha la Kizimkazi. Katika hili tamasha la Kizimkazi, kama mimi ni mdau wa ushauri, natamani iwe ni project mojawapo ya kutangaza bwawa la Mwalimu Nyerere. Tunategemea vijana wengi Kizimkazi BBTT wanaenda katika tamasha la BBTT ambapo litafanyika Rufiji. Tunategemea katika hili tamasha la BBTT iwe ni kama ni chanzo la kutangaza bwawa la Mwalimu Nyerere. Wadau wengi watakaokuja katika tamasha la BBTT angalau wapate nafasi ya kwenda kushiriki katika bwawa la Mwalimu Nyerere kuona. Kwa hiyo fursa nyingi Rufiji wachangamkie. Kuna fursa wageni, ni muda sasa wa kwanza kujenga hoteli, kwa sababu wageni wengi watafika pale Rufiji, Ikwiriri, na hakuna njia nyingine. Ukienda njia ya Morogoro ni mbali sana.
Njia shortcut ni njia ya Rufiji. Kwa hiyo swali la msingi, wana Rufiji wanatakiwa changamkie na wamunge mkono Mheshimiwa Mchengerwa kwa sababu anafanya kazi kama juzi alivyotoa tuzo hizo za walimu, naamini ni kazi kubwa sana anayoifanya. Pumzi, hii ongezeko la umeme kwa Tanzania, tuna vyanzo vingine vya kuweza kupata umeme wetu. Hii ni ongezeko lingine. Kuna uzalishaji wa megawati zaidi ya 2000 hapa. Sasa tuende kwenye biashara. Kwa majirani zetu wanaotutegemea, unafikiri inatuweka kwenye nafasi gani kama tumepata nafasi ya kuzalisha tena au kuongeza kiwango cha uzalishaji wa umeme nchini kwetu? Mataifa ya kigeni kidiplomasia, kwa sababu ukiangalia kama hotuba aliyozungumza Mheshimiwa Waziri wa Nishati, kuna mataifa yanatutegemea sana, Kwa mfano ukienda Zambia, maeneo kama ya Kitwe, Mone, Kapilimposhi, mimi nimejaribu kufika, hawana umeme wa uhakika. Nataka nikwambie faida moja, sisi tumepata bahati katika hivi vijiji 12,000 vyote vina umeme. Ukienda Zambia, Kapilikoshi, Kitwe, Ndola hawana umeme wa uhakika. Kwa hiyo tutategemea kuuza, na hapa ni karibu tu hapa Zambia. Lakini ukiondoa Zambia, ni hata hapa Kenya, Mone, Nakuru hakuna umeme wa uhakika. Ethiopia, nchi ambazo zenye matatizo, kwa mfano zamani sisi tulikuwa tunatumia umeme wa generator Kigoma, lakini sasa hivi tumeshaacha huko. Kwa mfano nchi za majirani, Uganda hawana umeme wa uhakika. Mone, na sio Uganda tu peke yake. Kwa mfano nchi nyingi tu za hata Sudan Kusini hawana umeme wa uhakika. Ukienda Kongo napo kilomita, wana nchi kubwa Kongo hawana umeme wa uhakika. Kwa kutegemea bwawa hili, kama nilivyokuambia, ni bwawa la kwanza Afrika Mashariki na ni bwawa la 9 Mona kidunia. Tunategemea kujitangaza, nchi nyingi tutauza, Mone, nchi nyingi tupo mwaka wa mbele. Imewashika.